Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohana. Jioni ya siku ile ya kwanza ya juma, alikuja Yesu akasimama katikati, ingawa milango ya chumba walimokaa wafuasi ilikuwa imefungwa kwa kuogopa Wayahudi. Akawaambia, amani iwe nanyi. Baada ya maneno hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Yesu akawaambia mara ya pili, amani iwe nanyi. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Baada ya maneno hayo akawapulizia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Lakini Tomaso aitwaye Pacha, mmoja wa wale 12, hakuwapo pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wafuasi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Lakini akawajibu, nisipoona matundu ya misumari mikononi mwake na kutia kidole changu sehemu za misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, sisadiki hata kidogo. Baada ya siku 8, wafuasi wake walikuwamo tena chumbani na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu, ingawa milango ilikuwa imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe nanyi. Kisha akamwambia Tomaso, tia kidole chako humu, tazama mikono yangu, leta mkono wako na kutia katika ubavu wangu, na usikose imani, bali uwe muamini. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, kwa kuwa umeniona umesadiki. Wenye heri wale wasioona wakasadiki. Sasa Yesu alifanya ishara nyingine nyingi mbele ya wafuasi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa mpate kusadiki ya kuwa Yesu ni Masiha, Mwana wa Mungu, tena kwa kusadiki mpate kuwa na uzima kwa jina lake. Injili ya Bwana. Sifa kwako.